ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وقائد مسيرتنا نبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحابته خلص المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bado tunayo tafsiri ya Qur'an, Suratul Talaq, na pia bado tupo katika kufafanua aya ya kwanza katika surati Talaq, aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujun illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ndugu zangu, aya hii ya kwanza tumeangalia sehemu tu ya aya hii, kipande kinachosema ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa, ewe nabii, pindi mnapowaacha wanawake au pindi mtakapowaacha wanawake, fatalliquhunna, watalikini, waacheni, liiddatihinna. Tukafafanua maana ya liiddatihinna kwamba ni kumwacha mwanamke katika tohara yake ambayo hayuko kwenye hedhi na tohara yake ambayo hajakutana na mumewe ndani ya tohara hiyo. Tukafafanua kwa kirefu sana sharti anayoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya mwanamke awachwe katika mazingira gani pale ambapo ataachwa, na kwamba amri hii ya kuamrisha kwamba mwanamke aachwe liiddatihinna, wafasiri wa Qur'ani na maulama wa elimu ya fiqhi wamechukua amri hii na kuifasiri kwa namna gani. Inapoambiwa waache kwenye tohara zao, manake imekatazwa kinyume chake. Katazo la kumwacha mwanamke kwenye eda au kwenye tohara ambayo amekutana na mume, tukasema maulama wa ahlul bait wametafsiri ya kwamba katazo hili yaktadhil fasad, linapelekea kwamba talaka, hali ya kuwa mke yuko hedhi, inapelekea fasad, kutokusihi kwa talaka hiyo, kubatilika kwa talaka hiyo.
kama ilivyo mambo mengine kwenye mlango wa muamalati. Lakini maulama wa madhhab nyinginezo wamestafidi kwamba ni haramu kumwacha mwanamke akiwa kwenye ada yake ya mwezi. Hivyo mtu akifanya hivyo anapata dhambi, lakini haipelekei talaka ikabatilika. Lakini tukazungumza pia hao ambao wanaambiwa talliquhunna, sharti za anayetoa talaka ni zipi, tukaziona. Lakini ni wanawake wa aina gani inajuzu kuwa taliki bila kujali hali yao hii, au sharti hili lilowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa. Baada ya amri hii, Mwenyezi Mungu aleta sharti nyingine kwa wanawake wanaopewa talaka. Aweka sharti nyingine kwa mwanamume anapomwacha mwanamke. Mwenyezi Mungu anasema wa ahsul idda, idhibitini eda, dhibitini hesabu pale mnapowaacha wanawake. Lini mwanamke anatoka kwenye mafungamano yako? Kwa sababu unapomwacha mwanamke anabakia chini ya nyumba yako, anakaa eda nyumbani kwako mpaka itakapomalizika eda yake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala udhibiti wa hesabu ya eda ya mwanamke na siku atakazobakia pale nyumbani, anatoa amri lazima zidhibitiwe, lazima zihesabiwe. Ahsu inatokana na al-ihsa, bimaana al-hisab, yesabuni zile yale masiku mpate hesabu yake kamili. Na al-ihsa inatokana na haswa au hisa, kwa maana ile ile inayotambulika ya vijiwe vile ambavyo zamani ilikuwa hakuna kujua kusoma na kuandika. Watu wakitaka kuhesabu hutumia vijiwe katika kudhibiti hesabu. Lakini ukiangalia kwa makini katika hili, unamkuta Mwenyezi Mungu anaowaamrisha kudhibiti hizi hesabu za eda, awaamrisha wanaume ahsul idda, nyinyi wanaume. Unaweza kujiuliza kwa nini? Kwa nini amri imeelekezwa kwa wanaume na si kwa wanawake? Wafasiri wa Qur'ani wameenda kwenye maana mbalimbali za kwa nini amri hii imeelekezwa kwa wanaume. Kwanza ni kwa sababu ya amru nafaka. Mke unapomtaliki anabakia chini ya himaya yako, anabakia pale nyumbani. Akibakia pale ni jukumu lako wewe uliyetoa talaka, wewe uliyeekewa eda nyumbani, kumpa makazi mke yule. Atakaa wapi? Ataishi vipi? Lakini pia kumjua matumizi yake na yanayomhusu katika kipindi chote cha eda. Kwa ni lazima udhibiti hesabu hizi ili msije mkatatizana. Isije ikafika mahala akwambia bado ningali kwenye eda, nipe matumizi yangu, wewe wasema hapana. Usifike hatua hiyo, kwa kuwa wewe ndiyo unayepata hasara kwa kutoa, ndiyo unayeumia kwa kutoa. Dhibiti hesabu, isije ukatatizika na hizi hesabu ukaanguka kwenye maasi ya kuto kutekeleza hukumu ya Allah ya kutoa nafaka. Hii ni sababu ya kwanza inayotajwa. Lakini sababu ya pili ni haki ya kurejea ndani ya eda, kama Qur'ani inavyotuambia at-talaqu marratani, talaka yenye haki ya kumrejea mke ni mara mbili.
na kumrejea mke ndani ya eda ni katika iqaati, si katika uqud kama wanavyotuambia maulama wa fiqh. Ni haki ya mume, si mapatano baina ya mke na mume. Hivyo mke anapokuwa katika eda ya kuachwa, eda ambayo mume anayo haki ya kumrejea mkewe, ni mume tu. Wa buulatuhunna ahaqu biraddihinna fi dhalika, ni wale waume zao tu ndio wenye haki ya kuwarejea katika kipindi ambacho yuko eda. Hivyo mume akimwambia mke nimekurejea, hali ya kuwa yuko kwenye eda, hana haki ya kusema sitaki, madhali yuko kwenye eda ya mumewe. Mume akikutana naye tu kimwili amemrejea, huwezi kusema nimezini hali ya kuwa mke yuko kwenye eda yako. Mume akifanya tendo lolote la kuashiria kwamba amemridhia mkewe, fiqhi inasema amemrejea, kwa kuwa haki ya kurejea iko kwa mume. Ahsul idda, dhibitini hii idadi ya eda, isijekuwa umetoa talaka ili umfunze mke kwamba na mimi ni rijali kamili, umfunze mke kwamba na mimi ukivuka mipaka ya haki zangu za kindoa nina haki ya kukuacha, hukusudii kumtoa nyumbani moja kwa moja. Dhibiti hii hesabu, isije zikapita muda wa eda ikawa huna haki tena ya kumrejea wewe mpaka mapatano ya baina ya pande mbili, ili kabla muda haujakwisha, kama ulikusudia kurejea, uitumie haki yako hii ya kumrejea. Ndio maana dhibitini hii hesabu ya eda ya mwanamke ikaelekezwa kwa mwanamume. Lakini pia vile vile inapotokea mzozo wa mke kusema eda imekwisha, mume anasema bado haijesha, au mume anamwambia mke eda imekwisha toka, mke asema haijesha ningalipo, kwa mujibu wa nusus, kwa mujibu wa nafsi, yani ukiangalia Qur'ani, ukiangalia hadithi, Bwana Mtume anasema fawwadha Allahu ila nisai thalathata ashiya, Mwenyezi Mungu amewaachia maamuzi wanawake yasikilizwe kauli yao kwenye mambo matatu: alhaidhu watuhuru walhamd. La kwanza ni jambo la hedhi. Anayejua hedhi ni mwanamke. Kwa hiyo kadhia ya kujua yuko ndani ya siku zake, ada yake ya mwezi ama hayupo, imerejeshwa kwa mwanamke, si kwa mwanamume. Mwanamume huwezi kujua mambo haya. Lakini pia atuhur, kwamba ametoharika, ayupo kwenye ada yake ya mwezi, jambo hili limeachwa kwa mwanamke. Walhamdu, lakini pia jambo la ujauzito limeachwa kwenye miliki ya nani? Kwenye kauli ya mke. Isikilizwe kauli ya mke anapokiri juu ya mojawapo katika mambo haya. Kwa hiyo ukiangalia nafsi zinasema tuende kwenye kauli ya mke, lakini hebu rudi kwenye al-aslu, aslul amr, aslu talaq ni biyadi rajul. Suala la kutoa talaka liko mikononi kwa man akhadha bisaq, ni haki ya mume kutoa talaka. Tayib, tukatatizana sasa. Ikitokea kwenye kutatizika sasa, aslul amr inataka tusikilize kauli ya mume, kwa sababu yeye ndiye anayejua lini katoa talaka. Lakini an-nususu zinataka turudi kwa mke, kwa sababu Mwenyezi Mungu fawwadha Allahu amra
haid wa tuhur wal haml kwa mwanamke, ili kutoka kwenye mzozo wa namna hii, kutoka kwenye taarudhi hii, ahsul idda, lazima uzidhibiti hesabu vizuri. Wewe ndiye unayejua lini ulitoa talaka, lakini ikitatizika, kauli itakayofuatwa ni ya mke kwa mujibu wa nafsi. Hapa ndiko kukaja falsafa ya kwamba lazima nyinyi wanaume, kwa kuwa msipodhibiti hesabu, kadhia inarudi, kauli ya mwanamke ndiyo itakayosikilizwa. Dhibitini hesabu vizuri, dhibitini vizuri hesabu. Baadhi ya maulama wa fiqhi wanasema iwapo mwanamke atadai inqidhau au intihau liidda, eda imekwisha, na ikawa anatoka eda kwa kufuata haidh, ni lazima ifuatwe kauli yake, kwa sababu eda mtu anatoka kwa njia nyingi, kama tutakavyoona kwenye kanuni na sheria za mwanamke kukaa eda. Ikiwa ni anayekwenda hedhi katika njia za kawaida, hana tatizo lolote, yuko kwenye umri wa kuenda kwenye ada yake ya mwezi kwa kawaida na anaipata hedhi yake, Qur'ani inasema yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui, watakaa eda kwa muda wa tohara 3. Hivyo ikiwa mwanamke anadai kwamba eda yangu imemalizika na ni katika wale wanaokwenda eda kwa kuangalia ada ya mwezi, kauli yake ndiyo inayofuatwa. Wewe ukimwambia nimekurejea bana, mimi nani akwambia eda imekwisha? Kama anaenda kwenye ada yake kawaida, kauli inayofuatwa ni kauli yake. Na wengine wakasema ikiwa ni yule anayekwenda kwa kufuata miezi, tutaona kuna ambao wanafuata miezi 3, kuna ambao wanafuata tohara 3, yani ada yake mara 3. Kuna watu wanaona hakuna tofauti baina ya ada mara 3 na mtu kutoka eda miezi 3. La, ipo tofauti kubwa sana, ipo tofauti, kwa sababu wapo wanaoingia kwenye ada ya mwezi ndani ya mwezi mmoja mara 2, kwa sababu kutoka ada moja mpaka ada nyingine fiqhi inasema zipite siku 10. Mwanamke kutoka ada moja mpaka kuona nyingine ni kuanzia siku 10 zikipita, kwa ndani ya mwezi akaona mara 2. Hivyo mwezi na nusu ikawa ametoka kwenye eda yake, inawezekana. Lakini wale wanaokaa eda kwa kufuata 3 shuhur, miezi 3, ni lazima wahesabu siku 90. Tutaona ni kina nani ambao wanakaa 3 ashhur, miezi 3, kwa mujibu wa Qur'ani kwenye hii surati Talaq. Hivyo ni lazima tuzidhibiti hizi hesabu kwa sababu ya falsafa ya mambo kama haya, na ndiyo njia pekee ya kuondoka kwenye mzozo pale unapotokea baina ya mume na mke, ima mzozo wa kusema nimerejea mke wangu, au mzozo wa kusema eda imekwisha ama haijakwisha. Kisha Mwenyezi Mungu alipotoa hukumu hii, hukumu ya kwanza aachwe mwanamke kwenye tohara yake, lakini watu wadhibiti hesabu katika kuhesabu eda ya mwanamke inakaliwa namna gani. Mwenyezi Mungu akasema wattaqullaha rabbakum, mcheni Mwenyezi Mungu Mola wenu, mcheni Allah, kwa sababu Allah ndiye anastahiki kuabudiwa kama neno Allah linavyotafsirika. Allah bimaana al-ma'bud, muabudiwa wa kweli. Mcheni Allah kwa sababu ndiye muumba wa maisha ya mwanadamu, ndiye muweka sheria hizi ambazo tunazisoma hapa. Kwa hiyo aogopewe Allah.
Mcheni Allah kwenye hukumu na kanuni anazowawekea, mzitekeleze kama zilivyo. Rabbakum, naye ndiye Mola wenu mlezi. Rabbakum ndiye anayeendesha mambo yenu. Neno rabbu lina maana ya msimamizi wa mambo, kama unavyoweza kusema rabbul bait. Yule baba nyumbani huitwa rabbul bait, mlezi wa nyumba, msimamizi wa majukumu ya nyumba. Na Allah ndiye anayeendesha mambo. Muogopeni kwenye kanuni na sheria zake, ndiye aliyeziweka. Kufaulu kwenu kuko kwenye takwa Allah peke yake. Saada yenu iko kwenye takwa Allah. Taufiki ya mambo yenu iko kwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mcheni Mwenyezi Mungu katika kadhia ya talaka na hukumu hiyo. Mcheni Mwenyezi Mungu katika hesabu na kuidhibiti hesabu ya eda vizuri. Rabbakum, Allah ambaye ndiye msimamizi wa mambo yenu, ndiye anayewapa mambo ya kila siku, anayewapa malezi, anayeendesha mambo, anayeyafanya mambo yote yaende barabara. Ni Mola wenu mlezi, Allah Rabbakum. Muogopeni kwenye kanuni na hukumu zake. Msipomcha Allah, msipofuata kanuni zake, mtajiwekea kanuni zenu mzifuate, lakini maslaha na ustawi wa maisha yenu uko kwenye kufuata kanuni za Mungu na si kanuni mlizojiwekea. Mwenyezi Mungu baada ya himizo hilo akaja na kanuni nyingine ya 3 na ya 4. Ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ilikuwa ni ya kwanza, muacheni kwenye tohara zao. Sharti hii muhimu sana. Ahsul idda, amri ya pili, dhibitini eda vizuri. Lakini Mwenyezi Mungu baada ya kutoa hukumu hiyo akahimiza kwamba tumche Mungu kwenye kanuni hizo, kwenye sheria hizo, kwenye hukumu hizo. Kisha aleta kanuni ya 3 na ya 4, asema la tukhrijuhunna min buyutihinna. Ya 3, wala yakhrujna. Ya 4, nyinyi wanaume mnapowaacha wake zenu kwa kutimiza sharti zote za kusihi talaka, sasa akawa ni mutallaka, ni mtalikiwa wake, la tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe kwenye majumba yao. Nyinyi msiwatoe pale nyumbani. Kisha wala yakhrujna, wala wao kwa khiari yao pia wasitoke pale ndani, wabakie. Kwa hiyo hukumu imeelekezwa kwa nyinyi wanaume kuwatoa, lakini pia wakaambiwa wao wanawake wasitoke, wabakie. Mara nyingi kanuni hizi zinazohusisha wanawake na wanaume husahau zile walizoelekezwa kwao, wakabaki na zile za wanawake tu na wakazishikilia. Kama kadhia ya hijabu kwa mfano, aya za hijabu ukiziangalia, kabla hajavishwa mwanamke hijabu na kuambiwa ajistiri, alianza kuambiwa ni mwanamume. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ndio Bwana Mtume waambie waumini wainamishe macho yao na wahifadhi tupu zao, si kuzihifadhi kwenye uzinifu. La, aya hii inakusudia wavae hijabu, wasijiweke wazi wakawapendezesha wengine wanawake kwa kuwaona wao.
Kwanza kuambiwa vya hijabu ni mwanamume, lakini tumekalia kuwahimiza wanawake wawe hijabu, hali ya kuwa kwenye hijabu ya mwanamke hata asipovaa hijabu wewe una taklifu ya kuinamisha macho. Na ndiyo hivi hivi kwenye inna kaidakunna adhim, kwenye vitimbi vya wanawake kwenye surati Yusuf, kabla hakujatajwa vitimbi vya wanawake vilivyotangulia, ilikuwa ni vya wanaume. Nabii Yusuf aliambiwa la taqsusu uyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, usisimulie ndoto yako kwa ndugu zako, watakufanyia vitimbi vizito. Tumesahau hivi, fayakidu laka kaidan, kuna mafuul mutlaqa, yakidu laka kaida. Tumeyasahau haya, tuna inna kaidakunna adhim iliyo mbele kabisa. Sasa hapa hukumu imeelekezwa kwa sote wawili. Sisi waume tumeambiwa la tukhrijuhunna, msiwatoe. Ukishampa talaka mke, atakiwa abakie pale pale nyumbani, asitoke katika kipindi chote ambacho yuko eda. Kama ni mjamzito na ujauzito ndio umeingia sasa, ala sabili mithal, eda yake ni mpaka, eda ya mjamzito ni mpaka wa ulatul ahmal, na wale wajawazito tutaona kwenye hii sura At-Talaq, eda yao an yadhana hamlahu, mpaka washushe uzito wao, ujauzito wao watakapo utua wabakie. Kuna falsafa kubwa mno ya kwa nini wanaambiwa wanaume wasiwatoe wanawake katika majumba, lakini pia wanakatazwa wanawake wasitoke katika majumba wanapokuwa talaka, wakaeda pale pale kwenye nyumba ya waume zao. Lakini kabla ya kuangalia falsafa hii, hebu tuangalie kwa makini kabisa ibara ya Qur'ani namna ilivyokuja kwenye aya. Iangalie kwa makini kabisa. Qur'ani inasema la tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe katika majumba yao. Nisbatul bait nisbati ilaiha, nyumba imeegemezwa kwamba ni ya kwake mwanamke. Haikuambiwa kwamba msiwatoe kwenye majumba yenu. Min buyutihinna, kutoka kwenye majumba yao. Na sio sehemu moja tu, angalia Qur'ani ilivyomheshimu mwanamke, ilivyompa hadhi mwanamke, ilivyotupa majukumu yetu na wao majukumu yao. Kila ilipozungumzwa nyumba, Qur'ani imesema haya majumba yetu ukishaoa ni ya mke. Angalia katika surati Yusuf, mke wa mfalme alileta vituko kwa mwanawe Nabiullah Yusuf, akamrawid, akamtaka. Qur'ani inasema warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haitu laka qala ma'adha Allah. Warawadatuhu allati huwa fi baitiha, angalia nyumba imeegemezwa kwamba ni ya nani, akamtaka, akampendezeshea. Rawadatuhu,
yule mwanamke ambaye yeye yuko katika nyumba yake. Huyu mwanamke, nisbatul bait imesema baitiha, sio kwamba ni baitul malik, nyumba ya mfalme. Nyumba imenasibishwa na Zulaikha, hali ya kuwa yule mfalme si kwamba nyumba tu ile ilikuwa ni ya kwake, nchi yote na raia na kila mtu ni wa kwake, lakini nyumba yaambiwa ni ya Zulaikha. Rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Lakini si hapo tu, nenda kwa wake za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwenye suratul Ahzab wanaambiwa wake za Mtume, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ila. Waqarna fi buyutikunna, tulieni katika majumba yenu. Ni kweli wale mama zetu walikuwa na nyumba. Mbona kwenye sura Ahzab hiyo tuambiwa, ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yudhana lakum ila ta'am. Madhumunu al-aya kama itakuwa sikuisoma vile inavyo, enyi ambao mmeamini, la tadkhulu buyutan nabii, msiingie kwenye majumba ya bwana mtume mpaka mtakapoitwa kwenye chakula, mmealikwa nendeni. Lakini hivi hivi tu enda tia story na mke wa mtume, ghaira nadhirina inahu. Aya inavyoendelea, tupo kwenye sadadi ya tafsiri aya, sije mkaenda kusubiri chakula kiive. Lazima muheshimu majumba ya watu. Kwa majumba yalikuwa ni ya mtume bila shaka, na sisi tumeambiwa hivyo, msiingie kwenye majumba ya mtume. Lakini walipoambiwa wake zake watulie, waliambiwa waqarna fi buyutikunna, tulieni majumbani mwenu. Nyumba imenasibishwa na mke, na ndiyo hivyo hivyo kwenye aya nyingine, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma. Kwa suratul Ahzab hiyo, nyumba zimenasibishwa na wake, na hapa pia ni hivyo hivyo, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kwa nini Mwenyezi Mungu majumba haya aseme ni ya wake zetu? Siwatoe majumbani mwao, sio kwenye majumba yenu. Ndugu zangu, aya hii inatupa, au aya hizi kwa ujumla zinatupa funzo kubwa sana, na kumpa mwanamke funzo la kipekee kabisa kwenye maisha yake. Mwanamume, ndugu zangu, hakuumbwa kwa ajili ya nyumba, wala hakuumbwa kwamba yeye ni wa nyumbani. Kimaumbile mwanamume ameumbwa kwa ajili ya sa'i, kusimamisha hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ameumbwa kwa ajili ya sa'i kwenda kwenye jihadi ya Mwenyezi Mungu. Ameumbwa kwa ajili ya sa'i, kwa ajili ya aila yake, familia yake, watoto wake. Mwanamume ameumbwa kwa ajili ya kutafuta riziki, hakuumbwa akae nyumbani. Kwa hiyo ni muda mchache sana mwanamume kuwepo katika nyumba. Mwanamume akishamaliza kujenga nyumba, ikiwemo kitanda chake ambacho ataingia kulala, hata neti ile chandarua kinaweza kuwa kama ambaye kimeshonewa vile kwenye godoro lake. Eza kutoka asubuhi, akirudi jioni akaingia vile vile tu, akalala asubuhi akatoka zake. Angalia maisha ya mabachela kwenye maisha yetu. Lau asingeumbwa mwanamke katika dunia,
maisha ya mwanamume katika majumba, la ilaha illa Allah. Wanaume mpaka leo, angalia maisha ya mabachela, ndio wanaofagia wakarundika mataka yote pembeni, ndio wanaopika kisha chombo hakioshwi mpaka akitaka kupika tena tatia maji ya maji apike tena upya, ndio ambao wanaishi katika nyumba na panya, ndio ambao hawajali akhir model mpya ya mwisho kabisa ni ipi. Labda mwanamke ndiye atekekereka ndani kuwe na kabati, wewe huna kazi nayo. Ndiye ambaye atajali nyumbani pale kuwe na sinema, sijui TV iwepo. Ndiye ambaye atajali kingamuzi kimelipwa ama haikulipiwa. Ndiye ambaye atajali choo kiko vizuri ama hakiko vizuri. Ndiye ambaye atajali kitanda kizuri. Kwa nyumba kwa ujumla ni mwanamke. Na mwanamke akishatoka katika nyumba ya wazazi wake, ajue kwamba hakuna nyumba nyingine inayomstahiki zaidi ya ile aliyoiunda na kuijenga kwa ndoa. Hii ndio nyumba yake. Akiichafua nyumba hii, hakuna nyumba nyingine anayostahiki kuingia. Hakuna. Kwa mwanamke ndiye mwenye nyumba. Maanawiya nyumba ni ya kwake yeye, lakini hata kihisia nyumba ni yake yeye. Nyumba amepewa mwanamke ili hisia zake ziwe katika kuimarisha kiota hiki kitukufu, aimarishe milki yake hii aliyopewa na Mwenyezi Mungu, aimarishe utawala wake katika milki yake hii ambayo amemilikishwa na Allah, na ahisi kwamba hapa ndiyo pake. Asitoke akenda akadai nyumba mahakamani kama hawa wake zetu wa kileo. Nyumba tayari ameijenga na amepewa na Allah kwa ibara nyingi kwenye Qur'an, na imefungamanishwa na yeye, kisha aivunja kwa vurugu, kwa kila aina ya matatizo. Akitokapo anaenda kuidai nyumba ile mahakamani ambayo Allah alishampa kabla ya hapo. La, Qur'ani nyumba imempa yeye. Na wanaume wachunge katika kumteteresha mwanamke kwenye kiota chake hiki. Wachunge kwenye kumgusa hisia mwanamke katika kumnyang'anya nyumba yake hii, kumnyima uhuru wake, kumnyima ule uqueen, umalikia ndani ya nyumba yake. Jukumu la mwanamume ni kumuimarisha ndani ya nyumba yake. Almar'a sayyidu baitiha au sayyidatu baitiha, kama hadithi inavyosema kwenye Sahihu al-Bukhari kama sikosei. Mwanamke ndiyo sayyid, ndiyo bwana, ndiyo msimamizi, ndiyo malkia, ndiyo mwenye masuhulia, ndiyo mmiliki wa nyumba yake. Na kuvunjika kwa hii nyumba ni sawa na mwanamke yeye mwenyewe kutoa miliki yake kwa mume. Mwanamume hakuna sibishiwa nyumba hii ya mwanamke, kwa sababu akiwa na mke zaidi ya mmoja anakuwa ana maisha zaidi ya mamoja kwenye nyumba tofauti tofauti. Wa man kana fi kulli makan falaysa lahu makan, na yule ambaye kila mahala yupo maana yake hana mahala. Ndio maana nyumba ikaambiwa ni ya mke. Mke asikubali kuvuruga maisha ya nyumba yake, ajimakini, ajijenge. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumpa nyumba hii kumpa juu tu, bali hata ibada zake anazoziridhia Mungu
amemwambia ziswalie humu ndani. Afdalu masajidi nisai qu'uru buyutihinna, misikiti bora ya wanawake, yani nyumba yake aliyoijenga kwa ndoa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huchukulia ndio msikiti wake. Afdalu masajidi nisa, misikiti bora kwa wanawake, qu'uru buyutihinna, ni ndani ya majumba yao. Bado hadithi inasema buyutihinna, sio buyuti azwajihinna, ni ndani ya majumba yao wao wanawake, nyumba ambayo Allah ameipa hadhi kuwa ni msikiti wako. Vipi ukhiari kuivunja tu hivi hivi? Hivyo ndugu zangu, majumba kwa mujibu wa dini, kwa mujibu wa Qur'ani, ni majumba ya wake zetu. Jukumu letu ni kuwamakinisha ndani ya majumba, lakini wasitoke kwenye majumba. Kwa nini? Kwanza ni ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyomalizia mwisho wa aya, la'alla Allahu yuhdithu ba'da dhalika amra, huenda Mwenyezi Mungu baada ya hapo akazusha neema, watu wakarudiana katika nyumba. Mke anayebakia ndani ya nyumba yako miezi mitatu, ikawa unampa matumizi yake, umempa makazi katika muda huu, na kwa maumbile ya mwanamke anayepata hasira maravu, kisha hasira hizo zikaondoka kwa haraka, ni rahisi pale anapohesabu siku kwamba baada ya muda hapa nitatoka, ni rahisi kuona la acha nirudi kwa mume wangu, nitake radhi kwa yale niliyokosea, nilee watoto wangu hapa nyumbani. Lakini pia kwa mwanamume aliyeumbwa katika mazingira ya kumtamani mwanamke anapokuwa mbele yake, ni ngumu sana kwake kumwona apita enda arudi, apika, alea wanawe, kisha akakubali siku zaenda 1, 2, 3 mpaka miezi mitatu inapita, alafu goma la toka ndani ya nyumba tu hivi hivi. Kimaumbile mwanamume ameumbwa kumtamani mwanamke. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, wamepambiwa watu, wamepambiwa wanaume kuwa na matamanio na wanawake. Ni suala la kimaumbile. Hivyo anapobakia katika nyumba yako, kuna namna fulani, hata kama akili yako haijakaa sawa, ubinadamu wako waweza kurudi ukatamani mkeo, na kitendo cha kumtamani na kumtendea kitu cha kumridhia, hata kwa kumwekea mkono mkeo, hata kwa kukumbatiana naye, kwa kubusiana naye, tayari umemrejea. La'alla Allahu yuhdithu ba'da dhalika amra, wenda Mwenyezi Mungu akazusha jambo jema baada ya mke kubakia pale nyumbani. Lakini la pili, hata mkishindwana, mshakaa miezi mitatu, inawezekana kuondoka kwa wema, inawezekana kuondoka mkiwa hakuna chuki baina yenu. Basi hata kama mmeachana, lakini ikaondoka ule uhasama na visasi na kuwekeana mifundo katika moyo. Inawezekana mkakaa mkajadili kuhusu watoto baada ya hapa kufanya. Hii ni hikma nyingine ya kwa nini abakie. Lakini hikma ya tatu
ni kuhifadhi an-nasl, kama inavyosema hikma ya Qur'an, kuhifadhi uzao wa mtu. Huenda mke yule uliyemtaliki ana ujauzito katika tumbo lake. Iwapo ataondoka nyumbani, hayuko kwenye taa yako, huangalii mienendo yako huko alikwenda, kisha aje akwambie nina ujauzito wako, alwaladu tab'an lilfirash, mwana atakuwa ni wa yule mwenye haki ya kitanda cha halali. Lakini je, litahakikika lile la kuhifadhi uzao, kwamba kweli ni uzao wako yule mwana umeambiwa ni tumbo lako? Kwa hiyo abakie nyumbani ili kudhibiti hesabu za ujauzito vizuri kabisa. Na Mungu ametoa muda huu wa kubakia, hata kama mwanamke ana uwezo wa kumwacha sasa hivi akatoka akaenda hospitali, baada ya dakika 10 akakujia na majibu sina ujauzito, lakini Allah bado amtaka abakie pale ili aweze kusafishika, aweze kutoharika na kukutana na mwanamume mmoja kabla hajakutana na mwingine. Mwanamume anapokutana na mwanamke, ili asafishike barabara kutoka mwanamume mmoja mpaka mwingine aruhusiwe kumuoa, hata wanasayansi wanathibitisha ni baada ya kupita miezi 3 au hedhi 3 huondokewa na zile athari za kukutana kimwili ndani ya maumbile yake na huyu mwanamume mmoja. Kwa lazima abakie kwenye 3, ikiwapo ana ujauzito, ila inaendelea kubakia kwa mumewe. Ndio maana akaambiwa asubiri, abakie, asitoke katika nyumba. Lakini heshima pia ya mwanamke imelindwa katika hukumu hii. Hadhi yake, utu wake umehifadhiwa katika hukumu hii, kwamba mwanamke aliyeishi katika nyumba miaka 2 3 akajenga mazoea katika nyumba, ana vitu vyake katika nyumba, ana maisha yake pale nyumbani, ana mahusiano na majirani zake na familia yake na watu wengine mbalimbali, kisha ametalikiwa, ile kitendo cha kwamba atoka kwenye nyumba yake. Talaka huinamisha mtu uso, talaka inamnyima mtu utu wake, hadhi na heshima yake. Talaka inamrudisha, inampiga mtu nafsi yake na kumrudisha nyuma. Sasa talaka peke yake ni adhabu juu yake, kisha umwambie atoke akusanye vitu vyake na yale yote yanayomhusu. Hili ni pigo jingine, Allah halitaki. Halitaki pigo hili, kwamba heshima ya mwanamke na hadhi yake hebu ilinde. Basi muache ajiandae, atengeneze saikolojia yake baada ya suala la talaka kutoka. Itakapokaa sawa, ndio aweza kutoka katika nyumba. Ndio maana wakaambiwa wabakie katika majumba. La tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe katika majumba yao, wala yakhrujna, wala wao wenyewe wasitoke kwenye majumba, illa an yatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa pale watakapokuja na uchafu wa dhahiri, uchafu wa wazi wazi. Nyumba itabakia kuwa ni nyumba yake mwanamke maadamu ameshikamana na hukumu na kanuni za Allah. Nyumba itabakia ni yake maadamu, kama ilivyosema kwenye aya kwenye sura Al-Ahzab,
waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula, tulieni katika majumba yenu wala msifanye tabarruj. Tabarruj ni ile kujitokea ovyo mwanamke katika nyumba yake. Kwa hiyo nyumba itabakia ni yake mwanamke maadamu hajafanya tabarruj kwenye nyumba yake, hajatoka kwenye taa ya mume akajitokea ovyo kwenye nyumba. Akivunja hukumu ya nyumba akajitokea ovyo, inaondoka hukumu ya nyumba kuwa nyumba yake. Ikaelezwa kwenye surati Yusuf, warawadatuhu allati huwa fi baitiha. Kwa nini ikanasibishwa nyumba na kwake? Kwa sababu aya hii au maelezo haya ni kabla mama Zulaikha hajafanya fahisha, hajafanya uchafu wa kulala na Nabiullahi Yusuf. Nyumba ikanasibishwa kwake, nisba ya hubu yake kwa mumewe na nisba ya hubu ya mumewe kwake yeye ilikuwa bado ipo. Nyumba ikanasibishwa kwake maadamu mwanamke hajafanya fahisha, hajafanya uchafu wa kulala na mwanamume mwingine, nyumba itabakia kuwa ni yake. Iwapo atafanya uchafu wa kutoka kwenye ndoa yake akalala na mwanamume mwingine, nyumba itatoka kwenye miliki yake. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma. Qur'ani inawaambia wake za Mtume waisome Qur'ani kwenye majumba yao. Aya za Mwenyezi Mungu ziwe zinarindima, zinasimamishwa na kusomwa nyumbani mwao. Wakumbuke hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Nyumba itabakia kuwa ni yao maadamu wameshikamana na amri hizi. Wakizivunja hizi, nyumba inawatoka kwenye miliki yao. Allah anasema illa an ya'tina bifahishatin mubayyina, isipokuwa pale watakapoleta uchafu wa wazi wazi. Mwanamke akatoka kwenye kitanda cha halali cha mumewe akaenda kulala na mwanamume. Jambo ambalo limekatazwa mno, limekatazwa wanaume kufanya hivyo. Nabii Isa alayhi salam anawaambia wanaume, la takun hadida nadhari ila ma laysa laka fa innahu lan yazni farjuka ma hafidhta aynak. Tunaambiwa Nabii Isa kwenye maneno haya, usiwe mng'avu wa macho kumwangalia mke asiye wako. Mke wa mwenzio unamwangalia full light, macho yametoka moja kwa moja, waangalia na kwa mswaki. Usiwe macho kodo ila ma laysa laka, kwa mke asiye wako. Fa innahu lan yazni farjuka, kwani kamwe hautofikia kuzini utupu wako, ma hafidhta ainaka, ikiwa utahifadhi macho yako. Jicho ni fitna, ni mshale katika mishale ya sheitani. Hifadhi macho yako. Kisha Nabii Isa anasema fa idha istata'ta an la tanzura ila thawbil mar'ati fafa'al, ukiweza hata kuto kuangalia nguo tu ya mke wa mwenzie fanya, usiangalie. Tumekatazwa mno, silale kwenye kitanda cha haki ya mwenzio. Nabii Musa alayhi salam aambiwa pia juu ya kuto kuingilia haki ya ndoa ya mke wa mwenzie. Mu'min wa kweli haanguki kwenye maasi ya kulala kwenye kitanda cha mwenzie, illa an yatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa hapa tu
Na maulamaa wengine wakasema pia si maana yake watolewe kwenye majumba moja kwa moja, watolewe wakasimamishiwe hadi ikiwa wataleta uchafu wa waziwazi, wakasimamishiwe tu hukumu, ikimalizika hukumu warudishwe majumbani, kama aya nyingine inavyosema kwenye Suratun Nisa aya 15, wallati yatina alfahisha min nisaikum, na wale wanawake ambao wanaleta uchafu miongoni mwa wake zenu, fastashhidu alayhinna 4, waleteeni mashahidi wangapi? 4. Usizuke tu na tuhuma kwamba mkeo ameleta fahisha mubayyana. Taban, kwa kuwa kadhia ni ndefu, acha tuishie hapa, ili kwenye darsa inayokuja tuanzie hapa kwenye fahisha mubayyana. Vipi itathibitika kwamba hiyo ndiyo fahisha? Je, ni kila unapodai tu ameleta fahisha mubayyana inathibiti? Kuna kanuni zake, kuna makatazo ya tusifanye fahisha mubayyana na wake za watu na maelezo ya namna hii. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaykum.